habbu nnasi ila Allah anfa'uhum linnas, watu ambao wanapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wale ambao wana manufaa makubwa kwa wengine, wenye manufaa makubwa kwa ndugu zao, kwa wanadamu, kwa jamaa zao, ima kupitia mambo wanaowafanyia yakiwa ni ya kimaterio, mambo ambayo ni ya kiduniani, au ni katika mambo ambayo ni ya kielimu wanawanufaisha watu wengine, au katika kutoa rai zao, katika kushauri kwao ni wenye manufaa. Akasema wa habbul a'mali ila Allah, na matendo yanayopendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akasema sururun tudkhiluhu ala muslimin, ni furaha utakayo muingizia Muislamu. Ndugu zangu katika imani, furaha ya kumuingizia Muislamu ni kwa chochote utakachomfanyia Muislamu kulingana na mazingira yake Muislamu, ukamfanya akafurahi kwa kile utakachomfanyia, basi ni katika tendo na ni katika matendo yanayopendeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utakuwa umefanya tendo moja kubwa sana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na leo ni siku ya Idi, ni kuhakikisha kila Muislamu anafanya kila namna ya kuweza kumfurahisha ndugu yake Muislamu. Akasema watakshifu anhu kurbatan, na ukaweza kumuondoshea tatizo kubwa lilomsibu, ukamsaidia ndugu yako Muislamu. Haya ni katika matendo yanayopendeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kana kwamba haitoshi, akasema wataqudi anhu dainan, na ukaweza kumlipia deni. Leo ni watu wangapi wamekimbia familia kwa sababu ya madeni? Ni wangapi leo wanachelewa kurudi nyumbani kwa sababu wanadaiwa? Hawana amani katika nyumba zao. Wewe ukaweza kumsaidia ndugu yako Muislamu, ukampatia amani, ukamlipia deni aliyokuwa nalo, ni katika matendo yanayopendeza kwa Allah. Wataturudu anhu ju'an, na ukaweza kumuondoshea njaa, manake ukamlisha chakula. Na ziko hadithi chungu nzima zinazoelezea fadhila za kulishana vyakula, na aya ziko nyingi za kuhimiza kuwalisha watu chakula. Kwa hiyo ukamuondoshea mtu aliyekuwa na njaa. Akasema la in amshia, na mimi kutembea, ma akhi fi hajatin, na ndugu yangu katika haja fulani ambayo nikaweza kumtatulia haja yake, ni jambo ambalo linapendeza. Min ana atakifa fi hadha almasjid shahran, kuliko kukaa itikafu katika msikiti wa Madina kwa mwezi mzima. Wewe ambaye utahangaika kutatua shida ya Muislamu mwenzako, kutatua tatizo la mwenzako, nasema hilo ni bora kuliko kukaa itikafu msikitini mwezi mzima. Ndugu zangu katika imani, haya ni matendo ambayo tunatakiwa tuyakumbuke katika siku zetu hizi za leo, katika siku yetu hii ya leo, ambayo leo watu wengi hawajali shida za wenzao, wanaona kila moja apambane na hali yake. Ndugu yangu Muislamu, kila moja ajitahidi kumfurahisha ndugu yake Muislamu. Yaqulu Allahu tabaraka wa Ta'ala, katika maisha yetu ya leo, kwa dakika hizi chache tutaishi na aya hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum lidhikrillah wama nazala minal haqqi, hivi haujafika wakati kwa wale wanaomwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala nyoyo zao zikawa ni zenye kunyenyekea kwenye utajo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwenye maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwenye kuifuata haki, wama nazala minal haqi, na yale yaliyoteremka katika haki wakaweza kuifuata. Na haki ni jumla ya Uislamu, ni jumla ya yale aliyokuja nayo Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam.
Akasema wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabil, na wala wasije wakawa kama wale waliopewa kitabu, wasije wakawa kama ahlul kitabi ambao waliishi muda mrefu. Fatala alaihimul amadu, waliishi muda mrefu. Faqasat qulubuhum, nyoyo zao zikawa zimeharibika. Sheikh Uthaymeen anasema wao waliishi miaka 600 watu wa Nabii Isa alayhi salam kabla ya ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Anasema fanharafa man harafa, wakaacha njia wenye kuacha njia, na kwa sababu hiyo ndio wakasema wameishi muda mrefu, nyoyo zao zikaharibika, manake wakawa mbali na manhaji ya unabii, manhaji ya utume. Mwenyezi Mungu akasema wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabil fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, msije mkawa kama ahlul kitab. Mwanzo Mayahudi walimkataa Isa ibn Maryam, walikataa Injili, wakaikufuru Injili, wakasema sisi hatuiamini Injili, wakawa ni makafiri kwa sababu ya kuikataa Injili. Na hawa ambao ni manaswara, alipokuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Qur'ani, wakaikataa Qur'ani, wakaikufuru Qur'ani, wote wakaingia wakaitwa ahlul innal ladhina kafaru min ahli alkitab, hakika wale waliokufuru miongoni mwa watu wa kitabu. Kwa nini wamekasirikiwa? Kwa sababu ya kuikataa haki, kwa sababu ya kutokuikubali haki, kwa sababu ya kutokufuata maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, nyoyo zao zikawa zimeharibika kutokana na kipindi kirefu cha kutokuwa na mtume. Miaka 600, hebu compare Muislamu, miaka 600 ndio aje Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alafu angalia sisi leo katika zama zetu hizi tulizonazo, imepita miaka mingapi wakati hatuna Mtume Muhammad? Miaka 1400. Ikiwa hawa waliharibika kwa miaka 600, je, sisi ambao leo tangu tumeachwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama kuna miaka 1400 na kitu. Mwenyezi Mungu akasema wakathiru minhum fasiqun, wengi katika hao wakawa ni watu waovu, kharijuna anil haqi kharijuna anitwaa, wakawa ni watu wenye kutoka kuiacha haki, wakawa ni watu wenye kutoka katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kutokuwa na mtume. Mungu hajasema wote wametoka katika njia ya haki, wala hakusema aktharuhum, wengi wao zaidi, lakini akasema wengi katika hao wakawa wameiacha njia sahihi. Ibn Mas'udi anasema aya hii imeshuka au imekuja baina islamina, kati ya sisi kusilimu kuwa katika Uislamu, wa baina an atabana Allahu bihadhihi alaya, na kati ya Mungu alivyokuwa anatugombeza, anatulaumu kupitia aya hii, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah, hivi haujafika wakati kwa wale wenye imani nyoyo zao zikawa ni zenye kunyenyekea kwa Mola wao, li dhikrillah, kwa kutajwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma nazala min alhaqi, anasema illa 4 sinina, isipokuwa miaka 4. Yani kati ya wao kuingia kwenye Uislamu na kuteremka aya hii na kuwagombeza wao kwamba nyoyo zao hazinyenyekei, hawarudi kwenye kumtaja Allah, anasema kati ya kusilimu kwao na kushuka aya hii na kuteremka aya hii ni miaka 4. 4 sinina, miaka 4.
Jiulize kama hawa ni katika karne bora, ni watu ambao wamezaliwa wako katika chimbuko la Uislamu katika karne bora, wanaambiwa maneno haya na Allah subhanahu wa ta'ala, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum lidhikrillah wama nazala minal haqqi wala yakunu kalladhina utul kitaba fatwala alayhimul amadu faqasat qulubuhum wa kathiru minhum fasiqun. Kama hawa wanaelekezewa watu bora, je, sisi tungeambiwa maneno gani? Sisi Waislamu wa leo tungepaswa tuambiwe maneno gani ikiwa aya hii ilishuka kwa watu bora wanagombezwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba haujafika wakati wa ninyi kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni watu ambao wako katika karne bora. Fakaifa nahnu al-yawm, vipi sisi leo? Ndugu yangu Muislamu, alam ya'ni litariki salah, hivi haujafika wakati wa mwenye kuacha swala, an yuaddi faridu Allahi alayhi, atekeleze faradhi ya Allah aliyomfaradhishia juu yake? Haujafika wakati wa mtu ambaye yeye siku zote ni tariku sala, yeye siku zote ni mtu mwenye kuacha swala, akarudi kwa Mola wake akawa anasimamisha swala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla, hakika amefaulu mwenye kujitakasa na mwenye kulitaja jina la Allah akamkumbuka Allah, fasalla, akaswali, akawa ni mtu mwenye kuswali. Haujafika wakati wa tariku swala, kuacha utariku swala wake akawa anaswali. Qad aflaha almu'minuna alladhina hum ala salatihim khashi'un, hakika wamefaulu waumini wale ambao katika swala zao wanakuwa ni wanyenyekevu. Qad aflaha almu'minun, hakika wamefaulu waumini. Mafanikio ndugu yangu yako kwenye kuswali. Ni wangapi leo hata Ramadhani haijawagusa, hata Ramadhani haijawabusti kusimamisha swala? Wameweza kufunga lakini hawajaweza kusimamisha swala. Ndugu yangu Muislamu, haujafika wakati wa wewe kuswali. Unataka ukaswalie kaburini ndugu yangu Muislamu? Unasubiri kuswaliwa na watu ambao huna uhakika nao watakuwa wanakuombea kikweli kweli au la? Haujafika wakati wa wewe kuswali. Tarikul muhafadhati ala salah, Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema, mwenye kuacha kuhifadhi swala, mwenye kuacha kuhifadhi swala hawezi akaacha, imma an yashghalahu, imma ni mtu ambaye anashughulishwa na maluhu, na mali yake, wa mulkuhu, na ufalume wake, wa tijaratuhu, na biashara yake, wa riyasatuhu, na uongozi wake. Akasema, fa amma man an yashghalahu, ama yule ambayo an yashghalahu anha, atakayeshughulishwa kuiacha swala, maluhu, na mali yake ndio namfanya asiswali kwa sababu anahangaika na mali yake. Anasema fa huwa maa Qarun, siku ya kiyama atafufuliwa pamoja na Qarun. Wa man yash'aluhu, na yule ambaye atashughulishwa anha mulkuhu, na ufalume wake, akaacha kuswali, fa huwa maa Firaun, anasema huyu atafufuliwa pamoja na Farao.
Yani mtu ambaye anaona ufalme wake ndio unamfanya ashindwe kuswali, basi ajiandae kufufuliwa bega kwa bega na Firaun. Akasema wa amma man yash'aluhu, na ama yule ambaye atashughulishwa anha, na kuiacha swala, tijaratun wa wizaratun, na biashara, kwa sababu ya yeye ni mfanyabiashara, ni mtu wa mizunguko, ni mtu ambaye anauza, ananunua, na watu wateja wako wengi, anashindwa kuacha biashara yake. Anasema huyu fahuwa maa Ubay ibn Khalaf, atafufuliwa pamoja na Ubay ibn Khalaf. Wa amma man yash'aluhu anha riyasatun, na yule ambaye atashughulishwa na uongozi, uraisi wake, na akaiacha swala, akawa haswali, basi fahuwa maa Hamana, huyu atafufuliwa bega kwa bega akiwa na Hamana. Ndugu yangu Muislamu, haujafika wakati wa tariku sala kuweza kuacha utariku sala akawa anasimamisha swala? Alam yaani limani zaka, haujafika wakati wa yule mwenye kuzuia kutoa zaka, an yutahira nafsahu wa malahu, aitoharishe nafsi yake na mali yake kwa kutoa zaka, kwa kutekeleza faradhi aliyomfaradhishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lisaili wal mahrum, wale ambao katika mali zao kuna haki za watu maalum zinatakiwa zitolewe kwenye mali zao, wapewe wale ambao wanaomba, na wale wasioomba wapewe katika zaka mali walizokuwa nazo. Manake wakila mali hizo bila kutoa zaka watakuwa wamekula uchafu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema walladhina yakinizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adhabin alim, na wale ambao wanalimbikiza dhahabu na fedha, wala yunfiqunaha fi sabilillah, na wala hawazitoi mali hizo katika njia ya Allah kusaidia harakati za kidini, hawatoi kutekeleza zaka, fabashiruhum bi'adhabin alim, wape bishara ya adhabu yuumizayo. Yauma yuhma alaiha fi nari jahannam, siku ambayo mali zao zitatiwa moto, mali zao zitawashwa moto, kisha watupiwe juu ya moto, wavalishwe mali hizo ambazo zimewaka moto. Fatukuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, wapigwe pasi na mali zao zilizowashwa moto. Tena wakasema wapigwe pasi kuanzia kwenye nyuso zao, kwa sababu walikuwa wanawaangalia watu ambao hawawezi, hawana chochote, hawataki kuwatazama. Wakimuona maskini, wakimuona fukara, anageuza uso upande mwingine, anampa ubavu, na mwisho anampa mgongo, anaondoka zake. Mwenyezi Mungu anasema fatukuwa biha jibahuhum, watapigwa pasi na nguo zao na mali zao kwenye paji za nyuso zao na kwenye mbavu zao, na huku mgongoni kwao watapasiwa na mali zilizokuwa na moto, huku wakiambiwa hadha ma kanastum li anfusikum, haya ndio mliokuwa mmejilimbikizia kwa ajili ya nafsi zenu. Fadhuqu ma kuntum taknizun, onjeni ya yale mliokuwa mnalimbikiza, kwa yale mliokuwa mnayaweka. Ni wangapi leo mali zao zinatosha kutolewa zaka, lakini hawatoi zaka? Kutoa sadaka sio zaka. Tutofautishe ya sadaka. Hata kama ukajenga msikiti, hata kama ukajenga madrasa, zaka ni fungu maalum. Lazima ujue kwamba hii ni wajibu na ni lazima utoe katika mali yako.
Ndugu yangu Muislamu, alam yaani lilladhina yata'amaluna birriba an yutahhiru anfusahum, hivi haujafika wakati wa wale ambao wanaamiliana na riba, wanachukua mikopo yenye riba, haujafika wakati waweze kuacha muamala huu? Haujafika wakati waache kufanya biashara hizi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema, ya ayyuhalladhina amanu taqullah wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, enyi mlioamini muogopeni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, acheni mabaki ya riba ikiwa kweli ninyi ni waumini. Ni wangapi leo Waislamu wanaswali, wanafunga, lakini miamala yao ni ya riba, mali zao ni ya mikopo ya riba, mali zao ni ya kausha damu, na kweli imewakausha. Hivi haujafika wakati wa kufanya muamala wa riba? Haujafika wakati ukaacha muamala huo? Haujafika wakati Muislamu kuacha biashara hiyo? Haijafika wakati utubie, urejee kwa Mola wako, uende kwa Mola wako ukiwa salama? Haujafika huo wakati, ndugu yangu Muislamu? Haya maneno ya Allah huyaogopi? wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, acheni yale yanayobaki katika riba ikiwa kweli ninyi ni waumini. Mnaamini Allah yupo, mnaamini mtafufuliwa, mnaamini kuna hesabu, mnaamini kuna mizani, mtaenda kusimamishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, rejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema, alam yaani lilladhina yaakuluna amwala an-nasi bil batil an yutahhira anfusahum min hadhihi al-amwali al-khabitha, hivi haujafika wakati wa wale wanaokula mali za watu kwa batil, wakazitoarisha nafsi zao na mali hizi ambazo ni chafu? Leo watu wengi wamekuwa ni matapeli. Angalieni kwenye mitandao ya kijamii, angalieni kwenye simu M-Pesa, Tigo Pesa, unaambiwa ile pesa usitume kwa namba hii, nitumie kwa namba hii. Na wakati ukuwa na mazungumzo naye, unatumiwa message imethibitishwa umepokea kiasi fulani, nenda wewe lipia kiasi fulani, alafu hiyo itaingia kwako. Na mtu anakimbia haraka haraka, anafanya muamala, anafikiri ni jambo la kweli. Ni wangapi leo wamekuwa ni matapeli, kuzungumza uongo, kuwalaghai Waislamu, kuwadanganya Waislamu, mpaka inatokea hata mwezi wa Ramadhani iliwahi tokea hapa mtu akafuturisha watu kwa mali za watu, alafu mwisho wa siku yeye akasepa. Watu wanategemea watapokea hela zao baada ya watu kumaliza kufuturu, kumbe yeye alikuwa na nia nyingine. Akamwambia, nipe simu niongee na watu wangu ambao wanakuja kufuturu, anaondoka na simu. Ndugu yangu Muislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, innahu la yadkhulu lijannata lahamu min suhutin, haitoingia peponi nyama yoyote iliyoota kwenye mwili wa binadamu kutokana na haramu, kutokana na kula haramu. Hakuna nyama yoyote itakayoingia peponi. Akasema, annaru aula bihi, annaru aula bihi, basi moto kwa mtu huyu kwake ni bora zaidi. Yani mtu anayekula chumo la haramu, anayetumia vipato vya haramu, yani yeye moto, kula moto kwake ni aula, ni bora angekula moto. Ndugu yangu Muislamu, haujafika wakati wa watu hawa kurejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haujafika wakati wa kutubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, alam yaani lil'uswati
wallahin wasahin an yatubu ila Allahi tabaraka wa taala. Haujafika wakati wa wale wenye kufanya maasi, wa wale wenye kufanya madhambi almudhnibin, na wale wenye kufanya mambo ya kipuuzi, wakayaacha hayo mambo ya kipuuzi, wakatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Sema kuambia waja wangu wale ambao wamefanya madhambi, wamemwasi Allah subhanahu wa ta'ala, waambie kwamba warejee, watubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, warejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wasikate tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, hakika Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Ni wangapi ambao yaasuna Allaha laila wa nahara, wanamwasi Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana? Ni wangapi leo katika wanaume wanajifananisha na wanawake? Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, anayejifananisha na watu fulani na yeye ni miongoni mwao. Kwa hiyo mwanaume akijifananisha na wanawake na yeye anakuwa ni katika wanawake, na mwanamke anayejifananisha na wanaume na yeye anakuwa ni katika wanaume. Hivi haujafika wakati watu hawa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama, laana Rasulullah, Mtume sallallahu alayhi wasallama laana ar-rajula, amemlaani mwanaume, yalbasu libisatal mar'a, mwanaume anevaa vazi la kike, wal mar'ata talbasu libisatar rajuli, na mwanamke anevaa vazi la kiume. Hawa wamelaaniwa wote kwa pamoja. Leo ni wanaume wangapi wanasuka nywele? Leo ni wanaume wangapi wanavaa cheni? Leo ni wanaume wangapi wanavaa mabangili? Leo ni wanaume wangapi wanavaa hereni? Leo ni wanawake wangapi wanavaa masuruali na wanavaa na majinsi na suti? Ni wanawake ambao wamelaaniwa kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini leo jamii haioni kama haya ni madhambi na ni laana kutolewa katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Haujafika wakati wa hao wanawake kutubia kwa Allah, waache kuvaa masuruali, wavae mavazi walioandikiwa na Allah. Haujafika wakati wanaume hawa kutubia, kuacha kujifananisha na dada zao, kuacha kujifananisha na mama zao. Leo unaweza kaambiwa huyu wameoana, ukimwangalia mwanaume amesuka na mwanamke amesuka, mwanaume amevaa hereni na mwanamke amevaa hereni, unashindwa kuelewa aliyemuoa mwenzake ni nani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haujafika wakati, ndugu zangu Waislamu, sitaki kuwachosha, lakini tujikumbushe ya kwamba haujafika wakati, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wama nazala minal haqqi wala yakunu kalladhina utul kitaba fatala alayhimul amadu faqasat qulubuhum wa kathiru minhum fasiqun. Aya hii wako wanasema ilikuwa ni sababu ya kutubia kwa Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, yeye anahu ashika jariyatan, alimpenda binti, mwanamke, msichana. Fawaadatuhu laylan, yule binti akampa ahadi ya kwenda kukutana naye usiku. Anasema fahuwa baina yartaqi aljudurana ilaiha, kati ya yeye anapanda ukuta ili akaingie kwenye hiyo nyumba ya aliko huyo msichana, aliko huyo binti.
idh sami'a qari'an yaqra. Iyadh, Fudail ibn Iyadh akasikia msomaji anasoma Qur'ani, anasoma aya, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Akasema wallahi balaan, wallahi balaan. Anasema ewe Mwenyezi Mungu, kwa nini ndio umefika wakati wake? Farajaa, akarudi kinyume nyume, akarudi rivasi, akaondoka, akaacha, na akasikia watu wengine wanasema Fudaili huyo amepita, ndio anayezuia watu njiani. Anasema ya Rabbi, yani mimi mpaka usiku watu wananitambua kwamba mimi ni mkata watu njiani, ni mtu anayezuia watu njiani, na ikabidhi toba yangu kwako wewe, karibu na nyumba ya Al-Kaaba. Angalia watu waliokuwa wanasikia maneno na wanayatekeleza na wanayafanyia kazi. Sisi leo hata tukasomewa msahafu wote kuanzia alifu lam mim mpaka surati Nasi, bado umekomaa pale pale, dhambi yako iko pale pale, ahadi yako iko pale pale, uliomwahidi siku ya Idi hauko tayari kubadilisha. Qur'ani umeisikiliza yote, lakini watu wema wanasikia maneno ya Allah, wanarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ewe binti wa Kiislamu uliovaa hijabu mwezi wa Ramadhani wote, hujafika wakati wa kuendelea kuvaa hijabu yako. Mwezi wa Ramadhani unaondoka, unarudi, unaanza kuvaa vinguo vya ajabu, fundi kasahau, kabasho, mwanamke bodi, mwanamke nyonga, mwanamke nguva. Haujasikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayuha nabiyu, ewe mtume, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihin dhalika adna yurafna fala yudhaina wa kana Allahu ghafurar rahima. Ewe mtume, waambie wake zako na mabinti zako na wanawake wa waumini wajiteremshie vizuri jilbabu, vazi kubwa kutoka juu mpaka chini, lisiloonyesha na wala lisilobana mwili, likafuata bodi ya mwili, likaonyesha hapa ni mlimani na hapa ni bondeni na hapa ni sehemu ya mwinuko. Lisiwe ni vazi la namna hiyo kwa mwanamke wa Kiislamu. Isome aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umuatia anasema, alivyosema mtume kwamba wanawake wakaswali swala ya Idi, mmoja akasema ihdana la yakunu laha jilbab, mmoja wetu hana jilbab. Wanajua hakuna mwanamke kutoka bila jilbab. Mtume akamwambia litulbisha ukhtuha min jilbabiha, avalishwe na dada yake jilbabu yake, akaazime. Kama hana jilbabu ya kutokea, aazimwe, asitoke mwanamke bila jilbabu. Mwanamke anayemwamini Allah, mwanamke aliyotekeleza funga ya Ramadhani, katimiza mwezi mzima, arejee kwenye kauli ya Allah, arejee kwenye maneno ya Allah, amtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kuvaa vazi hilo ni kujikurubisha kwa Allah. Allah akasema dhalika adina ayurafna fala yudhaina, hilo litawapelekea wao wajulikane kuwa ni watu wenye kujiheshimu, ni watu ambao wasiopenda machafu, ni watu wasiopenda kupigiwa mluzi njiani. Lakini leo wadada wengi wamepuuza vazi hili kwa sababu hawataki kuvaa hijabu, wanataka wasuke nywele, tena wengine waunganishe, wengine waweke mavipodozi, lipushaini, sijui wanja kwenye uso, ana kama yuko kwenye harusi. Ndugu yangu, dada yangu Muislamu, hakikisha siku ya leo usimuasi Allah. Kumuasi Allah siku ya leo ni sawa na kumuasi Allah siku ya Kiyama. Ndugu yangu na ndugu zangu Waislamu, sisi wanaume pia ni wasimamizi juu ya haya. Kama kuna lawama kubwa, basi zinatuangukia sisi ambao tunawasimamia. Maudhui si yenye kuisha. Nitaje hukumu mbili tuondoke. Moja katika vitu ambavyo viliwahi kutokea zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam
ni kukutana idi mbili. Zinapokutana idi mbili, manake idi kama hii Eidul Fitri inakusudiwa kukutana na Ijumaa. Nini kinachotakiwa kufanywa? Vinapotokea tumeswali kama hivi, tumeswali swala ya Idi, wewe ambao umeswali swala ya Idi sio wajibu kuswali Ijumaa, lakini kilicho wajibu utaswali ya dhuhuri. Kwa yule ambaye hajadiriki Idi, hajaswali swala hii ya Idi, yeye ni wajibu kuswali Ijumaa. Yeye ni wajibu kuswali Ijumaa. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumza maneno ya mwisho akasema fa inna mujammi'un, kwamba yeyote ambaye hatoswali kwa sababu aliswali Idi, sisi tutaswali Ijumaa. Kwa hiyo imamu yeye ndio atakayeswalisha. Kwa wale ambao hawakuswali wataswali, na wale walioswali Idi wana option, wana hiari. Unaweza ukawa umeswali Idi, badala ya kuja kuswali ya dhuhuri ukashiriki swala ya Ijumaa. Pia ni jambo ambalo linakubalika kwa Muislamu kuswali Idi mbili. Ukaswali Idi ya asubuhi, ukaswali Idi ya Ijumaa, utakuwa umemaliza. Lakini kwa yule ambaye ataona kwamba yeye yuko busy na mambo ya maakulati, asiache swala ya dhuhuri. Asiache swala ya dhuhuri. Lingine ni utoaji wa zakatul fitri. Hili ni jambo la lazima Muislamu. Kama umejisahau, umeghafilika, hakikisha umetoa zakatul fitri hata baada ya swala, hata baada ya kumalizika swala, japo kuwa muda wa kutoa zaka ni kabla ya swala. Ila kwa yule aliyesahau, aliyempa mtu akashindwa kumpelekea, basi anatakiwa aitekeleze. Na yule ambaye hakuitoa bila udhuru, ataitoa japo kuwa ni sadaka miongoni mwa sadaka. Miongoni mwa vitu ambavyo watu wema walikuwa wakipongezana siku ya Idi ni kusema taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sio Eid mubaraka min alfaizina. Alfaizina ni wale walioingia peponi. Yaani waliofaulu hasa ni wale ambao wameingia peponi. Kwa hiyo maneno yaliyokuwa yanatumika na wema waliotangulia, tujifunze kuyatamka maneno haya. Taqabbalallahu minna wa minkum au taqabbalallahu minna wa minka. Salihal a'mali, ukiongezea hakuna ubaya. Salihal a'mali, na hakuna kitu ambacho masahaba walikuwa wanafanya. Kwa hiyo kuombeana dua katika kipindi hichi ni kitu muhimu sana. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, taqabbalallahu minna wa minka, taqabbalallahu minna wa minkum. Yule atakayeanza na yule atakayepokea wote ni sawa. Sio kama salamu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa ni wenye kuidiriki Idi hii kwa wema, na tuweze kula Idi yetu kwa khairi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tusikilize matangazo kabla ya kuondoka. Wa billahi